Hello msikilizaji, huu ni wasaa mwingine, karibu tena kwenye kipindi chako mulwa cha Love Clinic. Love Clinic ni kipindi cha mahusiano kinachoruka kupitia online radio ya Kapita FM. Kapita FM ni online radio ambayo unaweza kuisikiliza kwa kudownload application. Kwa wale watumiaji wa Android, unaweza kutupata kwa kupitia Google Play Store. Pia kwa wale wanaotumia huduma ya iOS, wanaweza kudownload application yetu kwa kupitia App Store. Utakuwa na mimi mtangazaji wako Ricky, na karibu sana. Siku ya leo nimekuandalia mada ambayo na imani kabisa itaweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine katika kuimarisha mahusiano yako na mpenzi wako. Mada ya leo mezani, tunazungumzia mbinu mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuimarisha mapenzi ya mbali, yani mahusiano ya mbali. Kuna wale ambao waliweza kuzifanya shughuli zao wakiwa karibu na wapenzi wao, lakini kwa upande mwingine wapo walioweza kuzifanya shughuli zao wakiwa mbali na wapenzi wao. Lakini shughuli zote hizi huzifanya kwa ajili ya kupata kipato ambacho kitaweza kusukuma maisha yetu. Mnapoingia kwenye mahusiano, ni mengi yanatakiwa kutekelezwa. Majukumu ya familia, lazima utengeneze mazingira ambayo ya kuhakikisha familia yako itaishi vizuri na kwa amani siku zote. Lakini pamoja na shughuli zote hizi kuonekana kuwa zina sababu ya msingi kabisa katika kuimarisha familia zetu, lakini kwa upande wa pili, swala zima la umbali limekuwa kikwazo cha mahusiano mengi sana kwa dunia ya sasa. Mapenzi ya watu wengi huishia ukingoni kutokana na umbali. Wengine wameachana, hawajaweza kumudu mahusiano ya mbali. Siwezi kumlaumu mtu ambaye ameshindwa kumudu mahusiano ya mbali kutokana na kila mtu ameweza kuzoea kwa namna yake anavyoweza kuishi na mpenzi wake. Lakini haya yote hutokea ni kwa sababu ya kukosa maarifa ya kujua ni nini ufanye ili uweze kumudu mahusiano ya mbali na mpenzi wako. Twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi hichi ambacho utaweza kujifunza mambo yote, mbinu zote ambazo unaweza kuzitumia ili mwisho wa siku mapenzi yako yawe ya furaha na amani, ijapokuwa uko mbali na mpenzi wako. Lakini kabla ya kuanza na mada yetu moja kwa moja, ningependa tupate burudani kutoka kwa mwanadada Brand. Wimbo unasema Long Distance. There's only so many songs that I can sing to pass the time. And I'm running out of things to do to get you off my mind. Oh. All I have is this picture in a frame that I hold close to see your face every day. With you is where I'd rather be, but we're stuck where we are, and it's so hard, it's so far. This long distance is killing me. I wish that you were here with me, but we're stuck where we are, and it's so hard.
distance is killing me. It's so hot, where we are, it's over. This long distance is killing me. Now the minutes feel like hours and the hours feel like days while I'm away. You know right now I can't be home, but I'm coming home soon. Coming home soon. All I have is this picture in a frame that I hold close to see your face every day. With you is where I'd rather be. But we're stuck where we are. It's so hard, so far. This long distance is killing me. I wish that you were here with me. But we're stuck where we are. It's so hard, so far. Can you hear me crying? Oh, can you hear me crying? Oh, can you hear me crying? With you is where I'd rather be. But we're stuck where we are. So hard, so far. This long distance is killing me. I wish you were here with me. But we're stuck where we are. So hard, so far. This long distance is killing me. It's so hot, where we are, it's over. This long distance is killing me. It's so hot, where we are, it's over. This long distance is killing me. There's only so many songs that I can sing to pass the time. Naam, huyo ni Brandy anakuambia long distance. Ni wimbo ambao unahusiana kabisa na mada ya leo ambayo tunaizungumzia hapa mimi na wewe, ili kuweza kuelimishana na kupeana maarifa juu ya swala zima la namna au mbinu ambazo tunaweza tukazifanya ili tuweze kumudu mahusiano ya mbali. Tuanze kabisa na mbinu ya kwanza ambayo tunaweza kuitumia ili kuweza kumudu mahusiano ya mbali. Kitu cha kwanza cha kujua au mbinu ya kwanza ambayo lazima uifahamu: usitumie muda mwingi kuwasiliana na mpenzi wako. Watu wengi wamekuwa na tafsiri tofauti juu ya hii sentensi. Wengine wanadhani kuwa kuwasiliana na mpenzi wako kwa muda mrefu basi ndio huimarisha upendo. Ila kwa upande huu tunaweza tukasema hapana. Mpenzi wako anapokuwa mbali, si vyema kuwasiliana naye kila muda. Mawasiliano ni mazuri pale anapokuwa na limit. Kitendo cha wewe kuwasiliana na mpenzi wako mara kwa mara kinaweza kuchangia moja kwa moja yeye kukuchoka. Mpenzi wako anaweza akakosa hamu juu yako, kwa maana muda mwingi anautumia kuongea na wewe. Basi unashauriwa kutumia muda mchache kuongea na mpenzi wako ili kumfanya mpenzi wako awe na kiu na hamu ya kuendelea kuwasiliana na wewe kadri siku zinavyokwenda.
Mbinu namba 2 ambayo tunaweza kuitumia ni kuchukulia nafasi ya mpenzi wako kuwa mbali kama fursa ya kukamilisha mambo mengine. Kuna mwanasayansi mmoja aliweza kusema kuwa dhahabu ya kweli haiwezi ikatishwa na majaribu ya moto. Kwa maana moto hutumika kupima dhahabu kama ni original au si original. Usidhanie kuwa mpako kuwa mbali ni changamoto. Hapana.